Mlango wa 29. Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Abiya binti Zekaria. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Daudi babaye. Yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, aliifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza. Akawaingiza makuhani na Walawi, akawakusanya uwandani upande wa mashariki. Akawaambia, nisikieni, enyi Walawi, jitakaseni nafsi zenu sasa, mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu, mkautoe uchafu katika patakatifu. Kwa maana baba zetu wameasi na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu, wamemwacha na kugeuzia mbali nyuso zao na makao ya Bwana na kumpa maungo. Tena wameifunga milango ya ukumbi na kuzizima taa, wala hawakufukiza uvumba, wala hawakumtolea Mungu wa Israeli sadaka za kuteketezwa katika patakatifu. Kwa hiyo hasira ya Bwana imekuwa juu ya Yuda na Yerusalemu, naye amewatoa kuwa matetemeko, wawe ushangao na mazomeo, kama mwonavyo kwa macho yenu. Kwa kuwa tazama, baba zetu wameangamia kwa upanga, na wana wetu na binti zetu na wake zetu wametekwa kwa ajili ya hayo. Basi nia yangu ni kufanya agano na Bwana Mungu wa Israeli, ili kwamba hasira yake kali itugeukie mbali. Basi wanangu, msijipurukushe sasa, kwa kuwa Bwana amewachagua ninyi msimame mbele yake kumhudumia, nanyi mpate kuwa watumishi wake, mkafukize uvumba. Ndipo wakaondoka Walawi, Mahathi mwana wa Amasai na Yoeli mwana wa Azaria, wa wana wa Wakohathi. Na wa wana wa Merari, Kishi mwana wa Abdi na Azaria mwana wa Yahaleleli. Na wa Gershoni, Yoa mwana wa Zima na Edeni mwana wa Yoa. Na wa wana wa Elisafani, Shimri na Yeueli. Na wa wana wa Asafu, Zekaria na Matania. Na wa wana wa Hemani, Yehueli na Shimei. Na wa wana wa Yeduthuni, Shemaya na Uzieli. Wakawakusanya ndugu zao, wakajitakasa, wakaingia kama alivyoamuru mfalme kwa maneno ya Bwana, ili waisafishe nyumba ya Bwana. Nao makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana katika mahali pa ndani, ili waisafishe, wakatoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana, wakautupa nje uwani mwa nyumba ya Bwana. Walawi wakautwaa ili wauchukue nje mpaka kijito cha Kidroni. Basi wakaanza kutakasa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza hata siku ya 8 ya mwezi, wakafika katika ukumbi wa Bwana, wakaitakasa nyumba ya Bwana katika muda wa siku 8. Wakamaliza siku ya 16 ya mwezi wa kwanza. Wakaingia ndani kwa Hezekia mfalme, wakasema, tumeisafisha nyumba yote ya Bwana na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na vyombo vyake vyote, na meza ya mikati ya onyesho pamoja na vyombo vyake vyote. Tena vyombo vyote alivyovitupa mfalme Ahazi alipotawala, hapo alipoasi, tumevitengeneza na kuvitakasa, navyo tazama, vipo mbele ya madhabahu ya Bwana. Ndipo Hezekia mfalme akaamka mapema, akakusanya wakuu wa mji, akapanda nyumbani kwa Bwana. Wakaleta ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7 na wana-kondoo 7 na mabeberu 7 kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya ufalme na kwa ajili ya patakatifu na kwa ajili ya Yuda. Akaamuru makuhani wana wa Haruni wawatoe madhabahuni pa Bwana. Basi wakachinja ng'ombe, na makuhani wakaipokea damu, wakainyunyiza madhabahuni. Wakachinja kondoo waume na kuinyunyiza damu madhabahuni, wakawachinja na wana-kondoo na kuinyunyiza damu madhabahuni. Wakawaleta karibu mabeberu wa sadaka ya dhambi mbele ya mfalme na kusanyiko, wakawawekea mikono yao, na makuhani wakawachinja, wakaitoa damu yao kuwa sadaka ya dhambi madhabahuni, ili kuwafanyia Israeli wote upatanisho. Maana mfalme aliamuru Israeli wote wafanyiwe sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi. Akawasimamisha Walawi nyumbani mwa Bwana, wenye matoazi, wenye vinanda na wenye vinubi, kama alivyoamuru Daudi na Gadi mwonaji wa mfalme na Nathani nabii, kwani Bwana aliamuru hivi kwa manabii wake. Wakasimama Walawi wenye vinanda vya Daudi na makuhani wenye mapanda. Hezekia akaamuru kutoa sadaka ya kuteketezwa madhabahuni. Na wakati ilipoanza sadaka hiyo ya kuteketezwa,
ukaanza na huo wimbo wa Bwana na mapanda, pamoja na vinanda vya Daudi mfalme wa Israeli. Na kusanyiko lote wakaabudu, waimbaji wakaimba, wenye mapanda wakapiga. Hayo yote yakaendelea hata ilipomalizika sadaka kuteketezwa. Hata walipokwisha kutoa sadaka, mfalme na hao wote waliokuwapo naye wakasujudia, wakaabudu. Tena Hezekia mfalme na wakuu wakawaamuru Walawi wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi na ya Asafa mwonaji. Wakaimba sifa kwa furaha, wakainama vichwa, wakaabudu. Ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa mmejifanya wakfu kwa Bwana. Karibuni mkalete dhabihu na matoleo ya shukrani nyumbani mwa Bwana. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu na matoleo ya shukrani, na wote wenye moyo ukarimu wakaleta sadaka za kuteketezwa. Na hesabu ya sadaka hizo za kuteketezwa walizozileta kusanyiko ikawa ng'ombe waume 70, kondoo waume 100, na wana kondoo 200. Hao wote walikuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Na vitu vitakatifu vilikuwa ng'ombe 600 na kondoo 3,000. Lakini makuhani walikuwa wachache, wasiweze kuchuna sadaka zote za kuteketezwa. Basi ndugu zao Walawi wakawasaidia hata ilipokwisha kazi, na hata makuhani walipojitakasa, kwa kuwa Walawi walikuwa wenye mioyo ya adili kwa kujitakasa kuliko makuhani. Na tena sadaka za kuteketezwa nazo zilikuwa nyingi, pamoja na mafuta ya sadaka za amani na sadaka za kinywaji kwa kila sadaka kuteketezwa. Hivyo ikatengenezeka huduma ya nyumba ya Bwana. Akafurahi Hezekia na watu wote kwa sababu ya hayo Mungu aliyowatengenezea watu, maana jambo hilo likawa kwa ghafula.